sawa, hawa wameshafikia stage wafaji, wamejenga na huyu dada kajenga, katumia kiasi gani? Je, kama nyinyi ni serikali hamwezi kuangalia kasa kwamba jamani, sawa, hili jambo limeshafanyika na limeshatendeka, tunamfanyaje huyu dada ili kwa kuweza kusaidia hili jambo? Kama wewe una uthibitisho wote wa umiliki wa eneo hili, kwa nini uliamua kuuza eneo ambalo wewe haumiliki kihalali? Mimi sikuuza nani, kwa sababu mheshimiwa, ngoja nikueleze. Si mimi nani, kwa sababu wao, kwa mfano mfaseme tu vizuri, wao jiji wanakuja kama sisi, kama sio hamiliki halali, jiji wanakuja kwa ajili ya kupima, eti kwa ajili ya kufanya nini, ya kununua kununua, wanakuja. Hata juzi wamekuja. Sasa hivi sheria iko wazi, ili ni jiji, uruhusiwi kujenga mpaka upate kibali cha ujenzi kutoka kwenye mamlaka husika. Hilo moja. La pili, uruhusiwi kununua ardhi yoyote kama haujafika ofisi za ardhi kujiridhisha eneo hilo limepangwa kwa matumizi gani, na huyu anayekuuzia ana mamlaka au yani ana hiyo ardhi ni ya kwake. Hauruhusiwi. Kwa hiyo kitendo cha kununua ardhi kinyemela, hiyo maana yake uwe mwenyewe umeamua. Kitendo cha kujenga jijini hapa bila kufuata kibali, hiyo mwenyewe umeamua. Nitasimamia sheria za ardhi ziendelee kuapply hasa kwenye maeneo yanayokuwa haya. Dodoma ndo Tanzania. Mtu yeyote akija Tanzania, akija Dodoma, tujue amekuja wapi? Tanzania. Lazima tupange maeneo haya ambayo tuna uwezo nayo sasa hivi. Ndio maana mpaka sheria tukatunga ili kurasimisha maeneo yote ambayo mmejengeka kiolela, tuwapange angalau vizuri, kuonekane kuwa na nini na ramani mpite. Leo hii kama kuna zimamoto, gari ipite. Kama miundombinu ya barabara, basi ipite. Kama kuna maji ipite, umeme upite. Sasa tukiruhusu kujenga holela tu, huduma hizo utazipataje? Kwa hiyo mimi siwezi kusema huyu aliyojenga kwenye eneo la nini, la hifadhi, mimi leo hii nitamke kuwa nimuonee huruma kwa sababu amepoteza hela. Hapana. Ninafanya kazi hiyo kwa ajili ya maslahi mapana ya watu milioni 61,700,000. Kwa ndio maana nasema kabla hatujasema lolote abomoe huyu bwana. Kabla sijasema, nimewaambia, nimewapa kazi. Kwanza waende kwenye master plan, waje kunyonyesha ramani ya eneo hili, tuje tena kuja kuhakikisha nyumba hii kweli imekaa bondeni, yani imekaa sehemu ya hifadhi au sio hifadhi. Kama sio hifadhi, ataendelea kujenga katika maana gani, tutamwambia fuate vibali na vitu vingine vyote. Lakini kama ni hifadhi, maelekezo aliyonipa waziri wangu, maeneo yote yaliyohifadhiwa ya wazi, lazima nyumba zake tubomoe.